Amu TV, the stories behind the scenes. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا عباد الله أن هذه الدنيا لا تخلو من الفتن والمشاكل التي تصيب الإنسان في حياته وتعتريه فيها، وهذا أمر طبيعي لا مناص للإنسان منه. يقول الله سبحانه وتعالى: وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. ولكن يا عباد الله، هناك أمر مهم جدا في أمر الإصلاح بين الناس، ونقطة هامة يجب التنبه لها والالتفات إليها عند الصلح بين الخصوم. هذه النقطة هي الرغبة الصادقة والنية الحقيقية عند المتخاصمين للتصالح والتسامح. تأملوا جيدا في قول الله تعالى: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. أي إن كانت لديهم نية حقيقية للصلح ورغبة صادقة في التصالح، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر أمورهما ويؤلف قلوبهما ويوفق بينهما ويعيد حالهما إلى وضعه الطبيعي الذي كان عليه. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. إن شاء الله تعالى tutaendeleza khutba ya juma lililopita ambayo ilikuwa wa akhadhna minkum mithaqan ghalidha au uqdatun nikah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alotuumba sisi wanadamu alikuwa yuwayakini kwamba wanadamu kutofautiana. Watu wana maoni mbalimbali, wana misimamo tofauti, na wakitangamana hakukosekani kutokea mahala wakagongana. Kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika swala la ndoa ambao ni mali pamoja muhimu katika tangamano la watu tangamana kwenye mambo mengi tofauti, mambo ya dhihaka, mambo kikweli, lakini tangamano la ndoa ni tangamano muhimu kwa sababu ndilo linaozalisha watu wa baadaye katika ule mujtama. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweka taratibu madhubuti kabisa na za nidhamu ya hali ya juu kwa kutokea kuwe kuna taratibu za watu kuzifuata mpaka kukosekane budi kabisa, kwa hakuna namna ndipo watikie kwenda kutengana. Katika jumla ya mipango ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye hili swali la ndoa, hata mwanamke alipoa upenu wake. Upenu yani ndia nyembamba ya kupita iwapo amekuwa hataki tena kubakia katika ndoa. Si haki ya mwanamume tu kuamua kama nataka kubakia ama nataka kutoka. Hata mwanamke amepewa haki yake iwapo mume, na mara nyingi takuwa hataki kumwata mke, na labda kwa sababu kufikiria mimi nimetoa kikapu cha mapesa kumuoa huyu, sasa yeye mara niwe nimuate, kimuata kisha kuna kuzangia mapesa mengine kwa mwingine. Mambo kama haya huweza kuwafanya baadhi ya waume
wakawa hata wake zao kama basi bwana tusameheane kila mwende na njia yake, huwa hawataki. Witiazii kwamba mimi siwezi kukuata wewe, mimi siwezi kadha kadha. Isikiliapo hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametowaambia fala junaha alayhima fi maftadat bihi. Wote wawili mke na mume hawana madhambi, hawana makosa kwa kile ambacho yule mwanamke ataikomboa aitoe katika ile ndoa ambao wameona siwezi tena kuweko hapa. Na hii kwa ufupi wa mkuli wa khulu. Hii ndio moya ambao Mwenyezi Mungu aliweka kumsahilishia mwanamke kuchopoka katika tangamano la mume na mke ambalo ameliona siliwezi tena. Na ndio nyinginezo Mwenyezi Mungu alimpa mume kwanza hukumu maalum na akamwekea taratibu za kufuata 1, 2, 3. Iwapo wameona kwamba kama alivyotuambia wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila. Hatua nyingine ni hii. Mwenyezi Mungu aliwahutubu waume, sisi waume ambao tuambiwao ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Tumeambiwa namna hii. Wallati, na wale wake ambao takhafuna nushuzahunna, mwachelea kwamba huenda wakaenda kinyume, wakatoka katika taa, wakawa wakaidi. Mkio mumeona, mumechelea hilo, mumeona dalili na ishara kwamba hapa mambo huenda yakawa si mazuri, basi la kwanza wameambiwa faidhuhunna, wapeni wadhi, wapeni nasaha, ketini pamoja, wanasihi, waekeze, waeleze manufaa kubakia pamoja na hasara ya kutokana na kadhalika. Hiyo ni hatua yaweza kuwafaa baadhi ya watu, si watu wote waweza kuwafaa. Wengine hutosheka kwa baadhi na nasaha na maelekezo, wengine haiwafai. Ikiwa ule wako si katika kundi hilo, basi unaenda katika hatua ya pili, wahjuruhunna fil madaji'. Ikiwa mazungumzo na nasaha na wadhi haukufua dafu, basi nendani hatua ya pili, wahjuruhunna fil madaji'. Wagureni katika malazi, si kuwagura kutoka nyumba, si kuwagura kufunga nao mdomo, la gura katika ile mambo ya kawaida muyafanyao baina yenu wakati wa kulala. Kala kitanda hiko, lakini simpekee mkono, simkaribie. Basi kwa baadhi ya watu wengine hii kwao huwa ni silaha ya kutosha. Na hasa ukiwa wewe ni mtu wa kula siku, kikuona umeziwia wiki huulizi, tunaye hapa kuna hatari, huyu aweza kalama, kwa hiyo utarudia nyuma. Kikaza sana itakatika kamba hii, utarudia nyuma. Lakini kuna wengine hata hilo haliwashutui. Ndio ile hatua ya mwisho. Sasa ikiwa haya mawili hayakufanya chochote, wadhribuhunna, watieni mkononi katiti, kwa kiasi kama ambao Mtume sallallahu alifafanua namna na kwa kitu gani mume una haki ya kumpiga mkewe na kwa sampuli gani. Sikukumangwa tu kama kiongwe, la sina namna hiyo. Sasa katika nukta hii ya mwisho, wadhribuhunna, kumepatikana watu wamekona ndimi ndefu kutoa makosa na kumkosoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu hapa amefanya mapendeleo, amewapa wanaume penyenye ya kuwapiga wake zao. Si namna hiyo. Haya mambo yana daraja zake, watu msapuli mbalimbali. Kuna watu ambao maneno nasaha huwatosha kuwalainisha. Kuna wengine maneno nasaha hawatoshi, hawalainiki mpaka wala kwa ile lolotai wahjuruhunna. Kuna wengine ni mbali zaidi kuliko hapo. Na ni jambo la yulikana, kuna hali mbili za kiajabu baadhi ya watu wanazo. Na haya imethibitishwa na wataalamu wa kimagharibi. Kuna hali ya mkuli wa sadism. Sadism ni aina ya watu ambao raha zao wao ni kuadhibu walewe ndani wao. Ule alao naye kustarehe naye, raha yake yeye ni kumwadhibu ule. Waweza kuwa ni mwanamke, wakati mwingine waweza kuwa mwanamume, sharuti ya mtukane, amwambie maneno, amsukume, amsunue, raha yake ni hiyo. Lakini kuenda kinyume chake ambao ni marxism. Marxism ni kinyume cha hiyo. Raha yake ni kukerwa yeye ule. Badala ya kumkera mwende ataka yeye akerwe. Kiwa humkeri hana raha.
umkere kwa kumtukana, umkere kwa kumfanya ya umsukume, yani ndio raha yake. Kikosa hilo huwa hana raha, wana bado hakuyawayamu. Hili ni jambo liko, na mwaweza kuangalia katika Google, siku hizi mambo rahisi, maeneo haya mawili, sadism na marxism. Haya mtapata maelezo marefu. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoweka hii wadribuhunna, alikuwa ametangulia mbele kujua kwamba watapatikana katika wanadamu wale ambao umbo lao ni umbo la chembeu, hawendi bila ya mgungo. Bila hilo, kuna kadhia niliona miezi kadhaa nyuma Bangladesh, nafikiri mke amekwenda kotini kumshtaki mke wake mumewe atakamuate. Alipoulizwa sababu hanitukani, hanipiji, hanifanyi lolote. Kwa mimi huona bado si hawa na mume wa kisawasawa. Hiyo ni hali ambayo watu na si muasi. Kwa hiyo hili neno la mwisho halikuwekwa kwa umumi kwa watu wote kwamba kila mwanamke na kumangwe, wala si kwamba hata ikhtilafu kitokea hatua ya kanda mtu nikukimbilia kumpiga mke wake, si namna hiyo. Unaenda hatua kwa hatua. Faidhuhunna, jaribu mauidha, nasaha, hayakufanya kazi, nenda ya pili. Wahjuruhunna fil madhaji, hapo pia haikufua dafu, ndio uangalie huyu labda ni katika ile aina ya watu wa marxism, watu ambao raha kwao ni kusumbuliwa na kupata tabu na kuhangaishwa na kufanywa hili na lile, ndio raha yao. Ndio hii aya imefunika ama imetanganya aina mbalimbali za makundi ambayo yako katika wanadamu. Baina haya sasa yakiwashinda, umejaribu yote, ndio aya hiyo mbele yake nena, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma inna Allaha kana aliman khabira. Wapo nyinyi wenyewe mumeanda watu wazenu, mume umejaribu, wewe umejitahidi, hayakufua dafu, basi bado hamuyasikia mahala pa kuatana, kila mai yende na ndia yake. Kuna hatua nyingine za mbele za watu wengine kuingilia, kama sura ambao wakati wa kuoana hayakuwa ni maamuzi ya nyinyi wawili, yalikuwa ni maamuzi ya mkao mkubwa wa family. Sasa pia katika hali ikiwa imefikiria hapo, bado wale watu wa family wana haki kuliingilia lile jambo letu. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, mkichelea mpasuko baina ya hao watu wawili, baina mume na mke, mpasuko, kutengana yani, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, pekani teuani hakaman, mtu mwenye busara, mwenye hikma, mwenye kuelewa, min ahlihi, katika watu wa mume, wa hakaman min ahliha, na mwingine kama huyo katika watu wa mke. Hawa watu wawili in yurida islahan, wakiwa kweli walioteua hawa watu wao wataka ile maslaha, wataka kusikizana, wataka kupatana, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hutia mkono wake, yuwaffiqillahu bainahuma, Mwenyezi Mungu hutia taufiki baina yao, na inna Allaha kana aliman khabira, Mwenyezi Mungu ayua sana yaliyoko ndani ya nyoyo zao. Hawa watu kweli wana nia ya maslaha ama hufanya tu ni kuonesha kwamba tunataka maslaha, tulikwenda kwa fulani, tulikwenda mahala kadhaa, lakini ndani ya nyoyo zao hawana. Kwa kitu muhimu, nukta ya msingi kabisa katika maslaha si kwa wale wenye kuingia kati, ni kwa wale wawili wahusikao. Wale wawili, kiwa mume na mke, kiwa ni mtu na nduye, ni mtu na mwane, ni mtu na mshirika wake kikazi, wamekosana, muhimu katika kuweza kupatana kwao ni wao wawili, si wale wenye kuingilia. Wale ni wa facilitator, wa kusahilisha tu yale mambo, lakini nyinyi wale watu wawili, mume na mke, in yurida islahan. Hii ni nukta muhimu, watu watie akilini, wasipoteze wakati wao na muda wa watu wengine kupatanisha. Hakuna mtu aweza kuwapatanisha watu, sharuti maamuzi yao wao wenyewe, waamue wao wenyewe, lazima, haina budi. Hata wakamalizika wataalamu wangapi kuwapatanisha, maadamu wao wawili hawana nia ya dhati, nia ya kweli ya kutaka sulhu na maelewano, hakuna mwanadamu awezao kumlazimisha mtu kuwa na msimamo maalum. Hakuna.
waweza kumpiga mtu, waweza kumfanya hili na kumfunga, lakini maukifi yake uamuzi mbake mwenyewe. Kwa hiyo hii ni nukta muhimu sana katika mambo ya kupatanisha watu wote, si lazima mume na mke. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, ikiwa kweli wao wana nia ya hakika, wataka kule kueleana, wataka kusikizana, basi na Mwenyezi Mungu hawati peke yao. Yuwaffiqillahu bainahuma, Mungu atatia taufiki baina yao na mambo yatakwenda uzuri. Kwa sababu gani? Inna Allaha kana aliman khabira, Mwenyezi Mungu we ni sifa yake, ni alim, ayua mengi yote, na ni khabir, ni mtaalamu wa kuwajua hawa kweli wataka kweli kupatana ama kupumbaza watu tu na kuondoa watu ndiani. Hii ni nukta muhimu, watu wasisumbuke. Katika nchi nyingine kuna zituo maalum za islah, za kupatanisha watu, zina wataalamu wenye shahada za uzamili, wenye shahada za uzamifu. Uzamili ni master's degree, uzamifu ni PhD, wamesoma, wamepindukia. Lakini wale wendao kutaka kusilihishwa, hao huenda pale kusaidiwa namna ya kueleza yale ambayo hawawezi kuelezana wao wawili. Yani mtu atakaona mambo ndani ya moyo wake ayahitajia kwa ule mwendani wake, lakini hana namna ya kumwambia. Hasa hawa watu wagiliao kati, utakusa hawana la zaidi wao ni kuwasahilishia hawa wenye kwenda namna ya kueleza. Yeye aona ataka mumewe awe sampuli gani, yeye huyu ataka mke wake awe namna gani. Baada ya hapo maamuzi ya kuwa hayatoki kwa hawa wenye kukusaidia, kutoka kwa hawa wawili waathiriwa wa kwanza. Ikiwa kweli wataka, basi atakuwa na mtu ayu asinene amemngoja yetu aande. Anda wewe, usikubali kutanguliwa, anda wewe. Wewe ukianda kurakibika na yeye moja kwa moja tarakibika. Lakini ukiwa ushishe pale pale, ngoja yeye, kama zijana, nianda wewe, nianda hayawi mambo namna hiyo. Anda wewe, maadamu wayua hapa kuna tatizo, badilika wewe na yeye tabadilika. Lakini kwa mngoja yeye aande na yeye kungoja, basi mtaishi, itakuwa ndio maisha yenu. Kwa hivyo watu wasipoteze muda, na muda wao na muda wa watu wengine, ndio tupatanishe, ndio tusikizanishe. Wengine wakalipa na mapesa kufanyiwa sulhu. Hakuna sulhu yaweza kutoka nje ya watu. Changes start within. Mabadiliko huanza ndani ya mtu, na Mungu ametutoa mashikio atakwambia, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala habadilishi, hageuzi hali walionayo watu itakaokuwa kwanza, hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka watangulie wao kubadilisha yaliyomo ndani ya nafsi zao. Ndani ya nafsi zao wakibadilisha, na Mungu atawafikia. Na hii in yurida islahan, wa yuwa Kiarabu waelewa kwamba hii in, harufu ya in amkuliwa harfu shart, harufu ya lazima, lazima kuwe yao, ndio kuwe yao. In tansurullaha yansurkum, mkimnusuru Mungu na Mungu naye tawanusuru. Mkiwata kumnusuru Mungu atakuwa pale pale hatawanusuru. Na hivyo katika mambo ya kusuluhiana, kupatanishana, mkitaka msaada wa Mwenyezi Mungu uingie sharti nyinyi wawili. In yurida islahan, ikiwa wao wawili si mmoja, wao wawili yurida islahan, wataka kihakika, kidhati, kiukweli kweli yale maeleano na masikizano na kuishi kama walivyokuwa wakiishi wakati wao, basi yuwaffiqillahu bainahum, naye atawatilia taufiki. Itaondoka yote, muyasahau, muande mambo mapya, asali kwa ngizi. Lakini ikiwa hakuna nia ya kweli, usipoteze wakati, afadhali kila mmoja mapema mutasuane, kila mmoja ende na ndia yake. Yakulu hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal barrul karim. AMU TV, the stories behind the scenes.